Jinsi walivyofika dimbani katika pambano ya ligi kuu taifa SportPesa, Ulinzi Stars katika uwanja wa nyumbani wa Ulinzi Sports Complex dhidi ya Shabana FC, ikiwa ni pambano la aina yake ligi kuu taifa, wote kwa hakika wakiwa wanafika dimbani baada ya kwenda sare dhidi ya Gor Mahia kwa maana ya Ulinzi, na upande wa pili kwenda sare tasa dhidi ya Kariobangi Sharks kwa maana ya Shabana FC. Vita vikuu vikishuhudiwa katika idara mbalimbali, safu ya Ulinzi, idara ya kati na hata safu ya maliziaji. Wycliffe Omondi kwa upande wa Ulinzi Stars au upande wa Shabana FC akijikakamua kadri wake kutibua njama za mpinzani, na hata mchango mkubwa wake mchezaji tegemeo siku zote Austin Odongo ukionekana kwa jinsi alivyodhibutu hata hivyo kupasua ukuta wa Ulinzi Stars pasi na mafanikio. Mikwaju hapa na pale, tatizo kwamba ikawa ni changamoto kwa wao kuweza kulenga shabaha, lakini kubwa zaidi mkwaju wa kona ulitengwa vizuri ukaishia kambani kutokana na juhudi zake mchezaji tegemeo Mark Okola ambaye ndiye captain kwa faida timu ya Shabana FC. Vita vikuu na upambanaji kwa hakika ukishuhudiwa kwa namna jinsi walivyokuwa watulivu na kuwapa tabasamu kubwa mashabiki waliofika katika uwanja huu katika taratibu za kuweza kuwachagiza kupata matokeo chanya. Omondi pamoja na mwenzake Kelvin Chiampali Austin Odongo wakaendelea kadiri uwezo wao kufika katika ngome ya Ulinzi Stars kwa ajili ya kupasua ule ukuta pasi na mafanikio makubwa. Ikawa ni changamoto zile ambazo kwa hakika zinashuhudiwa, lakini makipa wakionekana kunyumbuka kadiri uwezo wao. Timothy Odhiambo mara kwa mara kilazimika kuweza kupanga safu ya Ulinzi, Felix Otieno, Brian Birgen pamoja na Brian Emilio wakijaribu hata hivyo kwa ajili ya kukata njama za wahusika wakuu Austin Odongo, Keith Mbali pamoja na Kevin Omondi. Kubwa zaidi ni kazi aliyofanya muda wote mwamuzi wakati ama pilato wa mchezo Fanuel Omire, kila wakati kupuliza kipenga kwa ajili ya kutoa mwongozo ili walau kila mmoja enende kulingana na kanuni za mchezo wa mpira wa miguu na kuweza kuheshimisha ratiba ya siku ya leo. Akajaribu kadri wake kupenyeza kuingia sebuleni na kusubiri huruma ya mwamuzi, lakini akasema endeleeni na mapambano licha kuwa tayari alikuwa amekwisha kukata tamaa. Yote 9-10 ni kwamba ikawa ni kugota makubisha katika ngome ya Ulinzi Stars kadiri ya muda ulivyozidi kuyoyoma pasi na mafanikio makubwa, hata licha kuwa aliingizwa Bonaventure Mochika, Achambali Peter Manyika pasi na mafanikio, wakiongeza nguvu na kasi ya kutosha kwa ajili ya kuweza kumbabatiza mlinda mlango mara kwa mara. Kipenga cha mwamuzi kikasikika mara kwa mara kwa ajili ya kuruhusu wale wahusika wakuu kwa ajili ya kuweza kutoa huduma ya kwanza ama uangalizi wa kimatibabu pale ambapo wachezaji walipopata maumivu, nikimrejelea Timothy Odhiambo. Lakini zaidi ya yote ikawa mapambano yaendelee kipindi cha kwanza hadi kipindi cha pili, goli likiwa limesalia ni 1-0 kama ilivyokuwa mwanzo kutokana na jitihada zake muhusika mkuu ambaye alifunga kwa ustadi mkubwa Mark Okola. Bado ikawa ni uwanja mapambano na si mapatano hata chembe, viatu vikiuzwa kwa bei rahisi katika idara ya kati, mikwaju ya madhambi ikipigwa moja kwa moja kwa ajili ya kuwapa salamu wadakaji. Ikawa bado ni changamoto, maumivu yakijitokeza, Abda bin Kadabra ikishuhudiwa langoni, lakini ikawa bado ni harakati za Ulinzi Stars kutafuta kurudi mchezoni, angalau kufanya mambo kuwa sawa kama sana kawa pasi na mafanikio yote ile. Waliingizwa wahusika wengine, Danson Kiprono kwa upande wa Shabana FC akaja kwa moto na radi, njama zake kwa hakika kutoa krosi zenye uwezo mkubwa wa kupatikana kwa mabao, lakini sasa matumizi ya mchezo, matumizi ya nafasi ikawa ni changamoto. Dakika zote 90, Shabana FC 1 Ulinzi 0.